Watumishi wa umma wana wajibu wa kutekeleza misingi na maadili ya kiutumishi ili kwenda sambamba na kasi ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kufikia azma ya serikali ya awamu ya 8, jambo linalodhihirika kupitia ripoti mbalimbali zinazowasilishwa na taasisi husika. Hili Mheshimiwa Rais alizungumza kwa upeo kubwa sana na kusema kuna hitajika jambo kubwa sana kufanya transformation kwenye mambo ya kiutumishi. Kivipi? Hali ya nidhamu, wajibikaji kwa wakuu wa taasisi hauko katika hali ambayo kiwango ambacho tunatarajia serikali iwe nayo. Utovu wa adabu, mfano wa kuchelewa wafanya kazi kufika kazi kwa wakati, imekuwa jambo ambalo ni kama la kawaida tu sasa hivi. Naenda ofisi yote saa 2 utakuta ofisi haina watu. Maana yake nini? Nidhamu yetu imeshuka sana katika utumishi. Kufuatia hatua ya uwasilishaji wa ripoti ya Kamisheni ya Utumishi wa Umma inayoonyesha dhamira ya serikali ya kufanya tathmini za mara kwa mara za utendaji kazi katika sekta za umma, huku ikilenga kuimarisha mifumo ya utawala, uwazi, ufanisi na uwajibikaji. Watumishi wana jukumu kubwa la kuhakikisha kila mwaka tathmini ya utendaji kazi inakuwa bora na yenye kulenga azma ya serikali kwa ujumla. Tunafanya ukaguzi wa baadhi ya taasisi. Kwenye mwaka huu tulikagua taasisi za serikali za mitaa karibu zote za hapa Unguja, kwa maana halmashauri na manispaa. Na moja kati ya eneo ambalo tulikagua kwenye eneo hili lilikuwa swala la mahudhurio na nidhamu kwa watumishi. Kwenye maeneo haya kwa kweli tukiri kwamba tulibaini baadhi ya changamoto, pamoja na kwamba wanafuata vizuri ile kanuni ya utumishi wa umma, lakini kuna changamoto kubwa changamoto ya mahudhurio na nidhamu, hasa kwa wale watumishi ambao wanaripoti kwenye vituo ambavyo si makao makuu. Ripoti hiyo imebainisha hali ya utumishi wa umma kwa ujumla, ikigusia masuala ya nidhamu na maadili kazini, ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi, pamoja na changamoto zinazoikabili sekta hii. Vile ripoti imeeleza mafanikio yaliyopatikana katika kuimarisha utendaji kazi wa taasisi za umma na hatua zinazoendelea kuchukuliwa kuimarisha usimamizi wa rasilimali watu. Na moja kati ya eneo ambalo tulikagua kwenye eneo hili lilikuwa swala la mahudhurio na nidhamu kwa watumishi. Kwenye maeneo haya kwa kweli tukiri kwamba tulibaini baadhi ya changamoto, pamoja na kwamba wanafuata vizuri ile kanuni ya utumishi wa umma, lakini kuna changamoto kubwa changamoto ya mahudhurio na nidhamu, hasa kwa wale watumishi ambao wanaripoti kwenye vituo ambavyo si makao makuu. Mfano watu wetu wa manispaa hawa wana vile vituo vya kukusanya mapato, masokoni, sijui kule kuna changamoto ya ule usimamizi. Wale wanaripoti pale head office unakuta kidogo afadhali kwa sababu kuna madaftari pale, mkuu wa taasisi yuko anasimamia. Lakini wale ambao wanakwenda vile vituo vya nje kwa kweli kuna changamoto. Na tuliwajulisha kwa sababu sisi tukienda kule tunafanya exit meeting, tumekaa na wakurugenzi wa taasisi, wenye vitu wa mashauri wale, tukawaeleza changamoto na tukawaelekeza kwamba wazifanyie kazi. Kwa hiyo kwa kweli maeneo ya nidhamu changamoto kwa kweli ipo, hasa kwenye eneo la mahudhurio, lakini yale maeneo ambayo tunakwenda tunawaelekeza na kila mara sio baada ya muda tunarudi tena kwenda kufanya ukaguzi. Ripoti hiyo imebainisha hali ya utumishi wa umma kwa ujumla, ikigusia masuala ya nidhamu na maadili kazini, ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi, pamoja na changamoto zinazoikabili sekta hiyo. Vile ripoti imeeleza mafanikio yaliyopatikana katika kuimarisha utendaji kazi wa taasisi za umma na hatua zinazoendelea kuchukuliwa kuimarisha usimamizi wa rasilimali watu. Khadija Yahya, UBTV.